Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumamosi, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tafakari yetu tunaipata kutoka katika Injili ya Yohane, sura ile ya 21, aya ya 20 hadi ile ya 25. Nitaisoma. Petro aligeuka akamwona yule mwanafunzi aliyependwa na Yesu anamfuata. Ndiye huyo aliyeegama kifuani pake wakati wa kula chakula cha jioni. Akasema, Bwana, ni nani akusalitie? Basi Petro akamwona huyo, akamwambia Yesu, Bwana, na huyu je? Yesu akamwambia, ikiwa nataka huyu akae hata nijapo, imekupasaje wewe? Wewe unifuate mimi. Basi neno hilo lilienea katikati ya ndugu ya kwamba mwanafunzi yule hafi. Walakini Yesu hakumwambia kwamba hafi, bali ikiwa nataka huyu akae hata nijapo, imekupasaje wewe? Huyu ndiye yule mwanafunzi ayashuhudiaye haya na aliyeandika haya, nasi twajua ya kuwa ushuhuda wake ni kweli. Kuna na mambo mengine mengi aliyoyafanya Yesu ambayo hayakuandikwa moja moja, nadhani hata ulimwengu usingetosha kwa vile vitabu vitakavyoandikwa. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Mpendwa mtazamaji, tunakutana na tukio la mwisho kabisa la Bwana wetu Yesu Kristo baada ya kuwatokea wale mitume waliokuwa wameamua kurudia maisha ya zamani ya kuvua samaki pale katika ziwa lile la Galilaya, eneo la Genesareti. Na akamuuliza Petro, unanipenda? Petro akathibitisha mara 3 kwamba nakupenda. Na Yesu akamwambia, lisha kondoo wangu mara 2, akamwambia chunga kondoo wangu mara 1. Na baadaye Yesu akamwambia, nifuate. Na ile tendo ambalo Yesu alimwambia kwamba nifuate, Petro akageuka nyuma, akamwona mwanafunzi yule ambaye Yesu alikuwa amempenda. Kwa sababu Petro alikuwa na maumivu ya ndani ya ule usaliti alipomkana Yesu kwa yule kijakazi. Akadhani kwamba hataweza kusimama vizuri mbele za Yesu isipokuwa huyu Yohane ambaye alikuwa amekabidhiwa Mama Maria pale msalabani, lazima awepo. Yaani akajikuta kwamba hastahili kusimama mbele za Bwana kufanya ile huduma, lazima awe na mmoja ambaye tayari Yesu Kristo alikuwa amemwamini. Kitendo hiki ambacho Petro alikuwa nacho, akaanza kuzungumza maneno kwamba na huyu je? Yesu akamwambia, ikiwa huyu nataka akae hata nitakapokuja, linakuhusu nini wewe? Akamwambia, wewe unifuate mimi. Fundisho hapa, mpendwa mtazamaji, ni kwamba kuna kipindi katika nyakati za maanguko nimeacha vile viapo vyangu kwa Bwana na nadhiri zangu kwamba namkataa shetani na mambo yake, nikajikuta nimeingia katika mambo ya kishetani, narudi nyuma, alafu sina nguvu ya kusonga mbele katika maombi ya mahusiano yangu na Yesu. Ninaanza kumfuata Yesu kwa kutumia baadhi ya watu ambao wanaonekana kwamba hawa wamekuwa waaminifu kwa Bwana hadi kukaa chini ya msalaba, hawa kina Yohane. Lakini Yesu anasema hapana, amekuita wewe kwa jina lako, anajua madhaifu yako, anajua maanguko yako. Yaani viwango vya utumishi na huduma ambavyo viko ndani ya Petro vilikuwa tofauti kabisa na viwango vya huduma ambavyo vilikuwa ndani ya Yohane. Akasema, wewe nifuate, kwa sababu jukumu la kulisha kondoo alikuwa amepewa Petro, hakuwa amepewa huyu Yohane. Hata wewe leo hii mfuate Yesu jinsi ulivyo. Usitake kumfuata Yesu kwa kupitia maombi ya mtu fulani ambaye unamwona kwamba yuko karibu na Bwana wetu Yesu Kristo. Unajikuta kwamba una nguvu kuweza kuomba. Mfuate Yesu hadi katika maanguko yako. Anataka aweze kutendea mambo yale ambayo ni makuu. Yeye ni mwaminifu, amekuita akijua udhaifu wako, atakutumia jinsi ulivyo. Na Yohana anasema kwamba habari za Bwana wetu Yesu Kristo zingekuwa zimeandikwa moja baada ya jingine, ulimwengu huu usingeweza kutosha katika vile vitabu vile ambavyo vitabu vingekuwa ni vingi. Maana yake nini? Kuna habari nyingi sana za Bwana wetu Yesu Kristo ambazo hazijaandikwa, na hizi zimeandikwa tu ili tuweze kuamini. Tumwamini Yesu katika nyakati kupitia maandiko yake matakatifu, na kupitia pia hata yale ambayo kanisa limesema kwamba haya yote
ambayo yameandikwa na mababu tuyaamini. Tumwamini Bwana wetu Yesu Kristo hadi katika maanguko yetu aweze kututhibitisha katika kazi yake. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.